Haleluya, haleluya. Mwanafamilia ya Maombi ya Ukombozi, Mungu akubariki sana popote pale unaponipata usiku wa leo. Bwana Yesu ametupa tena neema, majira haya tena mazuri, majira yenye neema, majira yenye baraka. Popote pale ulipoungana pamoja na mimi kumtukuza Roho Mtakatifu. Baba yangu ninakutukuza kwa sababu ya wema wa fadhili zako. Asante kwa upendo wa ajabu, asante kwa neema ya ajabu. Pokea sifa na utukufu Jehova. Jioni ya leo tumeona utukufu wako na tumeona nguvu zako. Asante kwa sababu umetutia nguvu na umetuimarisha. Ni wewe Mungu wa pekee unastahili kuinuliwa na kutukuzwa. Asante Roho Mtakatifu kwa nguvu zako na kwa utukufu wako. Katika jina la Yesu Kristo mwana Mungu aliye hai. Amen. Kama ndio kwanza unafungua chaneli hii, Prophet Tadeo anaongea na wewe hapa. Na ni kuombe uweze kusubscribe channel hii, uweze kupata maombi ya kila siku asubuhi na zaburi za ulinzi majira ya usiku. Mungu amekuwa mwema kabisa akinitumia kama chombo kuwahudumia maelfu ya watu ambao wamekuwa wakiona neema kubwa sana kupitia madhabahu hii. Maombi ambayo yamesaidia watu wengi na neema ya Bwana imekuwa ni kubwa sana, ikidhibitika kwa neema na kwa ishara na kwa miujiza ya ajabu. Nichukue nafasi hii kukuomba popote pale ulipo uweze kukopi linki hii na uweze share kwa status, share kwa WhatsApp, magroups, share kwa Facebook. Gusa angalau watu 10, angalau watu 5 usiku wa leo kabla hujalala, na utaona ni baraka nyingi. Biblia inasema kutii ni bora kuliko dhabihu. Kumbuka na hubiri injili na kwenda kusaidia watu wengi sana. Na nikukumbushe kwamba unaposikiliza maombi haya usiku, ni muhimu sana kusimama na sadaka maalum ya ulinzi kwa ajili ya kuachilia ulinzi katika familia, miji yetu na familia zetu, ili ziweze kuwa salama kwa utukufu wa Kristo, kwa sababu maadui wanapigana sana nyakati za usiku. Na hivyo tunaposimama majira ya usiku tukaomba, uwe na uhakika ni maombi yenye matokeo makubwa, yenye ulinzi mkubwa wa kimbingu. Habari njema ni kubwa sana kwa ajili ya maombi makubwa ya siku 10, kuanzia tarehe 1 mpaka tarehe 10. Maombi makubwa sana ya kufunga na kuomba. Na hivyo nichukue nafasi kukualika na wewe uweze kushiriki katika mfungo huu mzuri wenye neema na baraka nyingi sana. Lakini pia nikuombe kwa partner wetu. Tunayo kazi kubwa ya vyombo vya huduma ambayo kilele chake kitakuwa tarehe 25 mpaka tarehe 30 mwezi wa 10. Unaweza kujoin pamoja na sisi na baadaye utaweza kusikia tangazo. Mungu akuguse. Inawezekana wewe ni mmoja wapo wa watu ambao wamekusudiwa kuifanya kazi kubwa kwa ajili ya ufalme wa Mungu. Usiku wa leo ni usiku wa kivita. Na nataka nikwambie jambo moja kubwa sana, ya kwamba adui wanapigana nyakati za usiku. Vita ni nyakati za usiku. Na ninaomba leo hii tuachilie silaha 7 za kushinda vita. Silaha 7 za kivita. Yes, silaha 7 za kivita. Nataka nikupe siri moja kubwa sana, ambayo ukifahamu siri hii utaweza kushinda adui kwa namna kubwa sana. Adui yako ana siri, na ili uweze kumshinda adui lazima ujue siri. Ujue siri. Siri ndio itakusaidia kupigana vita. Adui unayepigana naye ana silaha 7. Na hizi ni silaha ambazo maadui wamekuwa wakitumia kushambulia hatima za watu. Na nataka nikuonyeshe namba 7 ambavyo imekuwa adui akitumia. Ukisoma, tuanze kuona, ukisoma kwenye kile kitabu cha Hesabu sura ile ya 23. Umeona? Hesabu 23, kuna vitu vikubwa ambavyo Mungu atakufunulia hapa na wewe utaviona kwenye hizi silaha 7. Umeona? Kwenye kile kitabu cha Hesabu sura 23 kuanzia mstari wa 1, Biblia inasema, Balaam akamwambia Baraki, nijengee hapa madhabahu 7, ukaniandalia hapa ng'ombe waume 7 na kondoo waume 7. Umeelewa? Umeona? Umeelewa? Sasa hapa unaona
Balaam pamoja na Baraki. Baraki alikuwa ni kiongozi wa taifa na Balaam alikuwa ni mganga wa kienyeji. Na ukianza kusoma ile sura 22 unaanza kumuona Balaam alivyomuita Baraki alivyomuita Balaam ili aweze kulaani na kuroga taifa la Israeli. Na ndio maana ukifuatilia sura 22 Hesabu mstari wa 6 anasema, basi njoo wewe na kusii unilanie watu hawa, maana wana nguvu kunishinda mimi. Umeona? Mstari wa 7 anasema, wazee wa Moabu na wazee wa Midiani wakaenda wakachukua ujira wa uganga mikononi mwao, wakamfikiria Balaam, unaona, hamwambie maneno ya Baraki. Umeona? Ina maana hao waganga sasa wanachukua uganga mikononi mwao na wanatumia silaha 7, madhabahu 7. Ndio maana sasa ili uweze kupigana na hizi madhabahu 7, umeona, hizi madhabahu 7 lazima na wewe uwe na silaha namba 7. Glory to Jesus. Hivi ni vitu ambavyo huwezi kuvijua kabisa, lakini adui anatumia silaha namba 7 ili kuangamiza hatima ya watu. Umeelewa? Silaha namba 7. Hii ni silaha kubwa sana ambayo ukiona wachawi wamepiga mtu, wameua mtu, wameharibu mtu, maana yake wametumia hii silaha namba ngapi? Hii silaha namba 7. Hii ni silaha ya muhimu sana. Hii ni silaha ya muhimu sana. Sasa unaona hii silaha inaenda. Ukisoma 23:25 anasema, Balaki akamwambia Balaam, basi usiwalaani kabisa wala usiwabariki kabisa. Lakini Balaam akajibu akamwambia Balaki, je, sikukuambia ya kwamba kila neno la Bwana atakalolisema sina budi kulitenda? Basi Balaki akamwambia Balaam, haya, njoo sasa nikupeleke mahali pengine, labda Mungu ataridhia kwamba unilaanie watu hawa huko. Umeelewa? Anatanga silaha 7 za kulaani. Mstari wa 29 anasema hivi, Balaam akamwambia Balaki, haya, nijengee hapa madhabahu 7, kisha uniandalie ng'ombe waume 7 na kondoo waume 7. Umeelewa? Adui huwa anatumia silaha namba 7, na ndio maana unaweza kuona sasa Mungu naye anakuja kwa namna nyingine. Mungu anakuja kwa namna nyingine. Ukisoma kwenye kile kitabu cha Waamuzi sura ile ya 6, ili Mungu apingane na ile laana, Mungu naye anamuelekeza Gideoni. Ona, Mungu anamuelekeza Gideoni. Waamuzi sura ya 6 mstari wa 22. Gideoni akaona ya kwamba malaika wa Bwana. Gideoni akasema, ole wangu bwana wangu, kwa kuwa nimemuona Bwana uso kwa uso. Bwana akamwambia, amani iwe pamoja nawe. Gideoni akamjengea Bwana hapo madhabahu, akaita jina lake Yehova Shalom. Mstari wa 25, ikawa usiku huo huo Bwana akamwambia, mtwae ng'ombe wa baba yako, yaani ng'ombe wa pili wa miaka 7, ukaiangushe madhabahu ya Baali alionayo baba yako. Unaweza kuona? Kwa hiyo huyu hao walijenga madhabahu kwa ng'ombe waume 7 na kondoo waume 7. Mungu namuona sasa, naye anamfuata Gideoni, anamwambia hivi, mtwae ng'ombe wa miaka 7, kavunje madhabahu ya Baali alionayo baba yako. Kwa hiyo silaha 7 huwezi ukazimaliza tu hivi hivi, na wewe lazima uwe na silaha 7. Huu ni ufunuo mkubwa sana. Huu ni ufunuo mkubwa sana. Kwa hiyo na maana sasa anamwambia na wewe uchukue ng'ombe wa miaka 7 ili akamrevenge yule aliyejenga madhabahu 7. Kumbe maadui zako huwezi kuwamaliza kama wameenda na silaha 7, na wewe lazima uwe na silaha 7 za kivita. Kwa hiyo Mungu anamwambia Gideoni, anamwambia, sikiliza, na wewe chukua ng'ombe wa miaka 7, nenda ukavunje ile madhabahu ya Baali aliyojenga baba yako. Kwa hiyo madhabahu inayokutesa ilijengwa kwa madhabahu namba 7, na unaona Mungu ana revenge. Sasa hii haishii pale pale. Nenda kwenye kile kitabu cha Ayubu sura 42. Ayubu sura 42. Ayubu sura 42, Biblia inasema kuanzia mstari wa 7.
Basi kawa baada ya hapo Bwana akamwambia Ayubu maneno hayo. Bwana akamwambia, hiyo Elifazi Mtemani, hasira zangu zinawaka juu ya hao rafiki zako wawili, kwa kuwa ninyi hamkunena yaliyo sawasawa katika habari zangu, kama nilivyonena mtumishi wangu Ayubu. Basi sasa jitwalie ng'ombe waume 7 na kondoo waume 7, ukamwendee mtumishi wangu Ayubu. Unaona, umsogezee sadaka ya kuteketezwa, na huyo mtumishi wangu Ayubu atawaombea ninyi, kwa kuwa nitamridhia yeye, nisiwatende sawasawa na upumbavu wenu, kwani ninyi hamkunena yaliyonyooka katika habari zangu, katika aliyonena mtumishi wangu Ayubu. Unaweza kuona hapa tunamuona Elifazi Mtemani anakosa, na Mungu anamuagiza sasa Elifazi Mtemani aende kwa Ayubu akiwa ana ng'ombe wa miaka 7. Umeelewa? Umeona? Anasema jitwalie ng'ombe waume wa miaka 7 na kondoo waume wa miaka 7. Sasa hii namba 7, kwa nini Mungu anazungumza juu ya namba 7? Shetani anatumia milango 7 kuvamia hatima ya mtu, na hivyo huwezi kumpiga adui mpaka na wewe uwe na silaha namba 7. Nikikufunulia Biblia hapa ukakutana na namba 7 utaogopa sana. Ni kwa sababu ya muda wetu ni mdogo. Adui anazo silaha 7 ambazo anazituma kwako. Hizi silaha 7 ni silaha za maangamizi. Ni silaha za maangamizi. Na wewe unatakiwa unasimama kama nani? Unasimama kama Ayubu. Unasimama na mwambia, chukua ng'ombe wa miaka 7 na kondoo wa miaka 7, kavunje. Nenda moja kwa moja ukamuone mtumishi wangu Ayubu, ili Ayubu akakuridhie, akamalize vita. Elifazi ameshakosea tayari, na hakuna namna anayetakiwa kwenda kumsaidia ni Ayubu. Na anamwambia nenda kwake, nenda na hiyo sadaka, nenda na hiyo sadaka namba 7. Sadaka namba 7. Ujue kuna vita nyingi umepigana, na Mungu akana nielekeza vita zaidi ya 7, ambao milango 7 shetani anatumia. Hii ni milango 7 ya kushambulia hatima za watu. Ni milango 7 ya kushambulia hatima za watu. Adui wanatumia silaha 7, na nataka nikwambie silaha 7 anazotumia, hizi ni silaha za kivita. Hizi ni silaha za kivita. Adui anatumia silaha, anaipiga mikono yako. Ni akitumia mikono, akipiga mikono, chochote unachokifanya unakuta unapata hasara. Umenelewa? Adui wanashambulia hatima ya miguu. Akishambulia miguu yako, maana yake miguu yako haiwezi kumiliki. Oh my Jesus glory. Adui wanashambulia afya ya mtu. Anaweza kushambulia tumbo la mtu, na akishamaliza kulipiga tumbo la mtu, matatizo yanaanza. Adui anatuma silaha, anashambulia moyo wa mtu. Akishambulia moyo wa mtu, unashangaa matatizo yanainuka kwenye moyo. Mara matatizo yote yanatoka kwenye moyo. Matatizo unashangaa yaishi. Adui anatuma silaha, anashambulia kichwa cha mtu, na akipiga kichwa cha mtu anaweza kuiba nywele, akaiba kila kitu, akamaliza hatima ya mtu, kwa sababu neema ya mtu iko kwa kichwa. Adui anatuma silaha, anashambulia parts mbalimbali. Hii ni silaha ya kwanza anatumia adui. Silaha anayotumia adui ni kuhakikisha anashambulia mji wako. Akisha shambulia mji wako, anashambulia uzao. Ndiye amegusa tumbo, anapiga uzao wako. Uzao wako unaanza kupotea. Uzao wako unakuwa ni watoto, unazaa watoto wote. Unashangaa watoto wako shuleni hawaelewi. Unashangaa watoto wako ni wavuta bangi, watoto wako hawaeleweki. Kumbe silaha namba 7 ilirushwa. Adui anatuma silaha kwenye kazi ya mikono, anaharibu kabisa kazi ya mikono yako. Adui anatuma silaha, anaharibu afya yako. Ninaongea na mtu ambaye umekuwa unapitia kwenye changamoto, tumbo yako inauma. Umekuwa unapitia kwenye changamoto, kifua chako kinauma. Umekuwa unapita kwenye changamoto, mikono yako haifanyi chochote. Unashangaa unafanya kazi nyingi lakini hakuna matokeo. Adui anatuma silaha kwa ajili ya miguu yako, anasema lazima akuangamize. Adui ametuma silaha kwa ajili ya kizazi chako, kwa ajili ya neema yako. Kuna watu walienda kwa waganga wa kienyeji ili waharibu hatima yako. Bwana ananiambia usiku wa leo,
kila silaha namba 7 iliyotumwa kwako leo tunaiangamiza kwa jina la Yesu. Leo tunaimaliza kwa jina la Yesu. Leo tunaimaliza kwa jina la Yesu. Lazima uwe na silaha 7 za Mungu. Hizi ni silaha zinazokwenda kumwangamiza adui. Usiku wa leo inawezekana kuna changamoto unapitia, mwili wako unasumbua, changamoto unayopitia ni nyingi, unapambana lakini haupigi hatua. Ndio maana kwenye Zaburi 144 ule mstari wa kwanza anasema, ahimidiwe Bwana kwa maana anifundishaye mikono yangu kupigana vita. Nataka nikwambie hivi, hauwezi kumaliza hiyo vita. Kinachokusaidia wewe umalize hiyo vita na wewe ni kuwa na silaha namba 7. Ni kuwa na silaha namba 7. Hizi silaha namba 7 sio silaha tu, kwa sababu ni silaha, ni sadaka. Inaitwa sadaka namba 7. Mando robo sikataraba shika. Inategemea vita yako unapigana vipi. Kama unapigana vita kubwa, unajua hii vita imeshakuwa kubwa sasa, tumia silaha ya sadaka namba 7. Hii ni silaha kubwa sana, hii silaha ya sadaka namba 7, ili umalize vita ya maadui zako waliotumia silaha namba 7. Kwa hiyo unatoa hata kama ni 7,700 ni 49, unaikamata na kumwambia Mungu, hii ni 7,700. Yaani hizo 7,700 unamaliza vita. Au unasema Mungu naomba unisaidie, nipe tu sadaka namba 7. Oh my Jesus, hii sadaka namba 7, utashangaa vita yako hawatapigana na wewe kakushinda, utawamaliza. Hii ni silaha ya sadaka, ni silaha ya sadaka. Ndio maana anamwambia toa ng'ombe wa miaka 7. Anamwambia Gideoni, na wewe toa ng'ombe wa miaka 7. Elvaz Mtemani, toa ng'ombe wa miaka 7 ili ukamalize vita. Usiku wa leo kuna mtu ananisikia saa hii, naye ana silaha namba 7. Unaweza kuwa na 2,007, unaweza kuwa na 1,007, unaweza kuwa na 5,007, unaweza kuwa na 10,007, unaweza kuwa na 20,007. Ni vile ambavyo anasema Mungu, nataka nimalize vita hii, nataka nimalize vita hii. Na hiyo vita ya magonjwa yanaenda kuisha, hiyo vita kutofanikiwa inaenda kuisha, hiyo vita ya madeni inaenda kuimaliza, hiyo vita ya kichawi leo inaenda kuimaliza katika jina la Yesu Kristo. Naomba wewe ambaye uko tayari saa hii kusimama na sadaka namba 7, naomba inue mkono wako, sema Baba yangu, Baba yangu, katika jina la Yesu Kristo, kila silaha ya kivita ambayo anaitumia adui leo natangaza katika jina la Yesu, ninabomoa hiyo mikataba yake, hizo silaha zake. Rika baba santa raba shaka. Anza kuomba, anza kuomba, anza kuomba, anza kuomba. Rika baba santa, rika baba basha, rosha karaba baba, rika raba sika. Mwambie Bwana, natumia silaha hii na washambulia wanaonishambulia, ninawapiga wanaonipiga, ninawaangusha wanaoniangusha. Rika baba sakata. Leo kwa damu ya Yesu, kila silaha ya kichawi, kila silaha ya kichawi iliyosimama upande wako, sawa sawa na neno lako kwenye kile kitabu cha Isaya, ya kwamba kila silaha itakayoinuka juu yangu haitafanikiwa. Leo natangaza kila silaha imeinuka juu yako, kila silaha ya kichawi, kila silaha ya kiganga, kila silaha ya kisirikina, hao waliotumwa wanataka kuua maisha yako, wanataka uwe nyumba yako, wanataka uwe uchumi wako, leo natangaza kwa damu ya Yesu Kristo, hizo silaha za kichawi ninazifyatua, ninaziharibu, ninazisamburia, ninazipasua. Ni moto na radi, ni moto na radi, ni moto na radi, ni moto na radi. Achia moto kwa damu ya Yesu, kwa damu ya Yesu, kwa damu ya Yesu. Rika baba baba baba, rika baba baba baba. Isaya 54 mstari wa 17, Biblia inasema kila silaha itakayofanyika juu yangu haitafanikiwa, na kila ulimi utakainua juu yako katika hukumu nitahukumu kwa mkosa. Huu ndio urithi wa watumishi wa Bwana. Leo natangaza hiyo silaha ya kichawi ninaifyatua, ninaipasua, ninaivunja vunja. Kila mshale wa kichawi, huo mshale unaokupiga leo ninavunja vunja. Kila mavumba yaliyotumwa nyumbani kwako leo ashike moto. Kila uharibifu
uharibifu kwa watoto wako. Roho satata, ninavunja hiyo roho ya uharibifu kwa watoto wako. Leo iharibike kwa damu ya Yesu. Kila uharibifu uliyetuma kwa kazi za mikono yako, leo shika moto, shika moto, shika moto, shika moto, shika moto, shika moto. Rika baba baba, kila uharibifu kwenye afya yako, roho ya kansa, roho ya kisukari, roho ya HIV, shika moto. Rika baba baba, hiyo silaha walioituma ikushambulie, leo ninaipasua kwa damu ya Yesu. Rika baba sa, hiyo silaha iliyotuma kwenye ndoa yako kuleta uharibifu, leo natangaza kwa damu ya Yesu. Leo ninafyatua, ninapasua kwa moto na kwa radi hiyo silaha iliyotuma kwenye huduma yako. Leo natangaza hiyo silaha ninaishambulia kwa damu ya Yesu. Robo sakara baba, hiyo silaha imetuma kwenye mji wako. Hao wanaolaani, wanaologa nyumba yako, wanaovunja nyumba yako, leo ninawafyatua kwa damu ya Yesu. Nani anaua biashara? Nani anaua kazi? Nani anakuletea madeni yasioisha? Natangaza hiyo madhabahu iliyotuma madeni, ninaipasua kwa damu ya Yesu. Robo sandarabakuria, risandarabakuta, kwa damu ya Yesu Kristo. Natangaza kuanzia sasa, silaha zote za kichawi za kishirikina usiku wa leo nimezivunja, hazitainuka tena katika jina la Yesu Kristo mwana Mungu aliye hai. Mtu mmoja aseme amina. Nataka niongee na mtu mmoja ambaye saa hii anataka saa hii asimame na sadaka inaitwa silaha ya kumaliza vita. Unaweza ukasimama, ujue kadri tumeitwa tofauti. Kama una 1,007 unasimama nazo, una 2,007 unasimama nazo, una 3,007 unasimama nazo, una 5,007 unasimama nazo, una 10,007 unasimama nazo. Kadiri unasikia ndani yako kwamba nataka nisimame na sadaka aina ya silaha, sadaka aina ya silaha, sadaka aina ya silaha, niombe na huyu mtu ambaye yuko tayari. Na naomba unapotuma sadaka hii, nataka tuingie kwenye maombi ya dhati ya kina kabisa. Nitasimama na wewe na uniambie kwamba umepigwa sehemu gani. Unitumie ujumbe kwa WhatsApp na utume hiyo sadaka. Wakati unatuma ujumbe unamwambia baba nahitaji silaha 7, baba nahitaji silaha 7, na tutaingia kwenye maombi makubwa. Kama kuna ugonjwa tutautoesha, kama kuna changamoto tutaitoesha kabisa. Naomba uinue mkono wako ukiwa umegusa hiyo sadaka. Sema baba yangu, ninatamka katika jina la Yesu, hizi silaha 7 ambazo nasimama nazo mkononi mwangu kama sadaka, imalize vita yangu yote katika jina la Yesu Kristo mwana Mungu aliye hai. Mtu mmoja aseme amina. Sema amina. Naomba nikupe namba ya Vodacom ya 0756 934 903. Namba hiyo ni ya muhimu sana. Panda sadaka yako saa hii, usijivute. Na unapomaliza kupanda sadaka, tuma kwa WhatsApp na utanijulisha, na tutaingia kwenye maombi makubwa kupitia hizi silaha 7. Mungu akubariki sana. Prophet Ada anaongea hapa. Naomba usikie tangazo hili, na Mungu aendelee kugusa, endelea kufanya kazi ya Mungu, na Mungu akubariki sana. Kutakia usiku mwema. Shalom, shalom, shalom. Projekti kubwa ya kununua vyombo vya kurusha ibada au madhabahu ya hewani. Bajeti yetu ni ya shilingi milioni 53,000 za Kitanzania, ambapo tutategemea kuikamilisha ifikapo tarehe 30 mwezi wa 10 2025, ambapo sasa tunategemea kununua vifaa vifuatavyo: kuongeza kamera 2 za kisasa zinazogharimu shilingi milioni 15 za Kitanzania, kuongeza kompyuta na laptop zenye uwezo mkubwa 3 zinazogharimu shilingi milioni 5 za Kitanzania, video mixer moja inayogharimu shilingi milioni 7 za Kitanzania, maiki za kisasa 3 zinazogharimu shilingi milioni 3 za Kitanzania, voice recorder moja inayogharimu shilingi milioni 2,250,000 za Kitanzania, keyboard ya kisasa ya kurekodi worship inayogharimu shilingi milioni 2,200,000 za Kitanzania, taa za mwanga high quality zinazogharimu shilingi 950,000 za Kitanzania, HDMI cable yani high definition media interference inayogharimu shilingi 650,000 za Kitanzania, sound card moja inayogharimu shilingi
shilingi 700,000 za Kitanzania. Stereo transmitter Rinki inayogharimu shilingi milioni 12 za Kitanzania. Transmitter power watts 500 inayogharimu shilingi milioni 7 za Kitanzania. Jumla ya vifaa vyote ni shilingi milioni 55,750 za Kitanzania. Ingia Agano leo kupitia sadaka yako unayoguswa. Namna kujiunganisha kwa kutoa sadaka yako: M-Pesa 0756934903, jina Mrashan Edgar Tadeo. Ripa kwa simu Mix by Yasi 16309931, jina Mkombozi FM Radio. NMB account 2401001119, jina The Gate to Redemption International Ministry. Na Mungu akubariki.